Nilimsikia yule waziri akizungumzia kwamba Zanzibar kwamba wanaopata kazi sio wazawa. Ni Kiswahili kigumu kidogo kukitafsiri. Ukisema wazawa unakusudia nini? Kwa sababu kama hii ni nchi moja, basi sote sisi ni wazawa, unless tukubaliane kwamba ni nchi mbili tofauti. Lakini kama tumeungana tunakuwa nchi moja, sote sisi Watanganyika na Wazanzibari tunakuwa wazawa, unless kwamba tukubali kwamba hakuna muungano, kwamba wenzetu wana nchi yao na sisi tuna nchi yetu, ndipo unaweza kuleta tafsiri ya neno wazawa. Lakini ukiunganisha nchi yote kama nchi moja, basi sote sisi ni wazawa. Kuna Mtanganyika anaweza kwenda kufanya kazi Zanzibar na Mzanzibari akaja kufanya kazi wapi? Tanganyika. Ili kuonyesha kwamba hilo si sahihi kwa wale wanaosema, ni kwamba ndio maana unakuta Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna mawaziri wa Zanzibari, sio? Na wana sehemu kubwa, tena mawaziri wakubwa katika nchi yetu. Kwa maana tukizungumzia uzawa na wao hawafai kuja huku, sio? Linakuwa tatizo. Mimi ninapatwa na mashaka katika muungano kwamba wale wanaosema kwa staili hiyo wazawa, je, kuna kipengele katika muungano kinachotutofautisha kwamba kuna baadhi ya vitu sisi hatukuungana? Kama kuna baadhi ya vitu hatukuungana, ikiwemo kwamba ufanyaji wa kazi wazawa na wageni, basi watakuwa sahihi. Narudia tena, pagumu kupaelewa hapa. Huu ni muungano na nasikia kuna vitu hatujaungana. Sasa katika vitu ambavyo hatujaungana, ni kweli katika vitu ambavyo namna ya ufanyaji wa kazi hatujaungana? Ikiwa kweli hatuna muungano wa ufanyaji wa kazi, kwamba Zanzibar watatakiwa katika muungano wao watafanya kazi wenyewe, sawa, basi wana haki ya kutuambia hivyo, kwa sababu hilo jambo tutakuwa hatujafanyaje, hatujaungana kama muungano. Lakini ikiwa tumeungana sote, tumekubaliana kwamba wa huku watafanya kazi wa huku watafanya kazi huku, basi hilo swala ni baya, gumu, tena halifai hata kusikilizwa, kwa sababu inakwenda kutugawa pakubwa kweli kweli. Kwa sababu wapo Wazanzibari wako Tanganyika huku wanafanya kazi, tena wana maduka, wana majumba, wana makampuni, wana mambo mengi sana. Wanatoka Zanzibar wanakuja kufanya kazi huku. Lakini kwa nini wanafanya kazi? Nchi imekuwa moja, tumeungana. Ndio maana kuna rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ni fursa huyu kufanya kazi kule na yule kufanya kazi huko. Sasa ikifika mahala kama itakuwa ndo hivyo wanavyodai kwamba kule Wazanzibari wanatakiwa wafanye kazi wazawa, na wasiwasi na huku Tanganyika litatokea kundi sasa litakuja kusema na huku wana haki ya kufanya kazi wa Tanganyika. Manake sasa tunakwenda kutengeneza kitu kibaya ambacho kinaweza kutupelekea katika mpasuko mkubwa, na hatupendi kuona kitu hiko kinatokea, kwa sababu sisi tumeishi katika mazingira mazuri sana, yote ni wa Tanzania, hususani wote ni wanadamu sisi. Sasa isifike mahala mambo haya yakaja kutugawa. Tumenasemaga mambo ambayo sielewi kwa nini watu wanatamka. Maana unajua ni maneno mazito kutamka, ambayo hustahili mtu kama ambayo umeenda shule na unatazama nini mbeleni kitatokea, unaweza ukatamka maneno kama haya yaliyokuwa magumu. Kwa sababu ikiwa mimi nataka kufanya jambo langu lakini siwataki watu fulani, hakuna haja ya kututangazia ukatuteletea mpasuko. Kwani watu si wanaenda kuomba kazi kule? Si mna vitambulisho vyenu vinavyojulikana, huyu Mtanganyika, huyu sio Mtanganyika, huyu Mzanzibari, huyu Mtanganyika? Kwa nini usimbutue mtu kule kule katika upatikanaji wa nafasi ya kazi, kwamba ukamweka pembeni asiyekuwa Mzanzibari, Mzanzibari ndio akapata nini? Akapata kazi. Kwa nini uamue kulitangaza? Manake una mkakati maalumu. Ukiona unalitangaza, manake umeamua wewe kwamba una mkakati maalum liwalo na liwe. Kwa hiyo hili sio jambo zuri sana, linakwenda kutugawa. Linatugawa kweli kweli, yani kila mtu atakuja na fikira yake. Ni unaweza ukaelewa Kiswahili kile kilichozungumzwa, lakini kuna watu mtaani hawezi kuelewa kwa Kiswahili ambacho unachozungumza. Unataka kutuletea mambo kama ya South Africa. Ni mambo mabaya sana, hatuyahitaji kuwepo katika nchi yetu. Kwa sababu sasa na huku wao watangaza, so kwa wanatufukuza sisi, kwa nini huku tunawabakisha? Iki kitu kibaya, unajua kinaleta mpasuko. Japo huyu alizungumza anaona kama ni kitu simple, lakini ukikatazama kwa macho jicho la mbele sana,
utagundua hapa kuna tatizo kubwa ambalo kama halijakamatwa sasa litakuja kutuvunjia mshikamano na amani tuliyokuwa nayo. Watu wanadhani amani inavunjwa kwa mtu. Amani inavunjwa kwa hivi vitu vidogo vinavyoanza. Umemchokola huyu, umejitenga, umefanya hivi vitu, vinakwenda kuangamiza jambo na linakwenda kutokea tukio kubwa kwa vitu hivi vidogo vidogo. Unadhani ikifika mahala kweli Watanganyika wakaondolewa Zanzibar, Wazanzibari wataishi Tanganyika? Wamewekeza vitu vingapi? Wamefanya vitu vingapi? Manake hili jambo linatakiwa kukemewa, kwamba hatulihitaji kuliona hili jambo hili la wenyewe. Kama wameamua kufanya hivyo, hamna jinsi. Kwani ni haramu Mzanzibari kutetea maslahi ya Wazanzibari? Shida kwamba tumeungana, tunatetea maslahi ya wote, ya Watanzania, sio Wazanzibari ya Watanganyika. Ingekuwa hatujaungana, una haja kutetea kwa sababu si jambo la kwako peke yako. Mbunge kusimama na kusema kwamba utetee maslahi ya Wazanzibari, kwamba ushajitenga. Yes, umetenga maslahi ya Watanzania, manake umebagua kwamba wanahitaji Wazanzibari ndio wanufaike kushinda Watanganyika, wakati sisi tumeshaungana, tumeshakuwa kitu kimoja. Huyu anaweza kwenda kufanya kazi kule na kule unaweza kwenda kufanya kazi huko, na ndio maana tunao Wazanzibari hapa matajiri wakubwa Dar es Salaam hii. Sasa wale unawaambiaje kwamba wahamishe mali zao warudi Zanzibar? Hapana, hajafikiria cha kusema. Nadhani tumpe udhuru kwamba hii kauli yake haikuwa sawa, kwamba hakufikiria nini anasema. Unajua sometimes unapokuwa na hasira usitoe fatwa, na unapokuwa una furaha sana usitoe fatwa. Mimi nikikemene kwamba ni kitu kibaya, mimi shafika mashafi, siwezi kukubaliana na hilo jambo, kwamba huu unakwenda kwenye kutenga watu na kwenda kuwagawa watu. Sasa mtaanza, mwisho tutakuja sasa makabila, tutakwenda Wahaya, sijui Wandengereko nini, tunakwendea huko, na ile jambo Nyerere alilikataza sana. Hata Qur'ani haikubaliani kuwatenga watu kwa staili hiyo. Kwa hiyo niseme kwamba hili jambo linatakiwa kuangaliwa kwa jicho kubwa sana. Japokuwa sasa haliwezi kuonekana madhara yake, lakini mbeleni kuna madhara yataonekana kutokea, kwa sababu ikifika mahala kweli watu wakakosa kazi kule za kufanya wakafukuzwa, itafika mahala Watanganyika nao, japokuwa serikali haitokubali, lakini watu wataanzisha wenyewe kwamba na sisi hatukubali hawa jamaa huko wafanyeje, wakae. Kwa nini tufikie huko? Kuna haja ya wabunge wanapoamua kusema watazame. Mtume anasema idha aradta an tafala amran, unapotaka kufanya jambo basi liangalie mwisho wake. Ukiona jambo hili lina kheri lifanye, na ukiona jambo hili halina kheri usilifanye. Kwa hiyo hilo jambo wanalotaka kulifanya wao halina kheri katika taifa letu. Kwa nini? Kwa sababu litakwenda kutugawa na kutusababishia mpasuko. Haya ni matatizo ya muungano. Moja katika matatizo ya muungano ndiyo haya. Inaonana kana kwamba kuna vitu tuko tofauti kidogo, kwa maana tunaona kwamba kuna vitu sisi hatujaungana. Sasa mimi siwezi kuzungumzia vitu ambavyo hatujaungana. Ikiwa kama kwenye afya hatujaungana, ule muungano tuliokuwa tumeungana, wana haki kusema hivyo, kwa sababu si haki yao bwana, na wao ndio tumeungana baadhi ya vitu. Tunachoshindwa kuelewa, je, hiko tunachopigia kelele sisi tumeungana? Umeelewa? Maanake hiyo ni muungano. Sijui una mambo mangapi yale ambayo ndo nilikuwa nimeyasoma yale, kwamba ndo ambayo yanaonekana yapo shirika. Lakini tujiulize kabla hatujahoji, je, hili swala la afya lipo katika muungano? Sijui umeelewa? Ikiwa lipo katika muungano atakuwa kakosea, kwa maana amesema jambo ambalo tunastahili lote kulipata kwa pamoja, kwa sababu tumekubaliana. Lakini ili jambo likiwa halipo katika muungano, kwamba wao muungano wao na Tanganyika haupo katika Wizara ya Afya, hawa hawana makosa, wanatetea watu wao, kwa sababu hilo jambo sio la shirika. Ikiwa jambo hilo la afya lipo katika yale mambo ambayo muungano tulioungana, basi itakuwa kafanya makosa makubwa. Lakini ikiwa jambo la afya halipo katika yale mambo ambayo tumeungana, kwa sababu nasikia kuna mambo tumeungana na mambo hatujaungana. Sasa na wasiwasi katika hili Wizara ya Afya kutibiwa, inawezekana hatujaungana. Sasa ikiwa hili jambo hatujaungana, sisi halituhusu, sisi hatujaungana, sisi tutazungumzia mambo ambayo tumefanyaje, tumeungana. Bwana, hili tuliungana, tulikubaliana, tulifanya kwa pamoja, imekuwaje? Lakini kama kuna mambo hatujaungana, wao wakaamua kufanya wao kama wao,
mimi nadhani wako sawa. Linaonekana kama kuna mataifa mawili kiuhalisia, lakini kwa sababu kule kuna rais, alafu kuna rais wa muungano wa Tanzania. Taifa likishakuwa na rais bwana, linakuwa kiuhalisia kwamba leo lina taifa lake, lakini tuachane, tuzungumzie ule muungano wenyewe. Tuna haja ya kutafuta muungano sehemu ambazo tulizoungana ni zipi? Tumeungana jumla jumla au kuna vipanusu nusu? Kama tumeungana jumla jumla, manake kinachofanyika Tanganyika kinawahusu wapi? Zanzibar. Kinachofanyika Zanzibar kinawahusu wapi? Tanganyika. Lakini ikiwa kama kuna baadhi ya sehemu tu tumeungana, hii wanasema tujaungana, wanafanya wao kwa mawao, huwezi kuwaingiza kwenye makosa bado. Hautawaingiza. Huwezi kuwaingiza kwa sababu ile jambo nyinyi hamjafanyaje? Hamujamuungana pamoja. Sasa hilo ndio linakuwa tatizo. Kwa hiyo cha kwanza, kabla Saddam Kuya hatujamjibu na kumwambia akakosea, tuangalie alichokisema. Tunaungana au cha kwao peke yao? Ikiwa hatuungani, basi maana yake wao wana haki kwa sababu hatujaungana katika jambo hilo, katika makubaliano. Lakini ikiwa hilo jambo ambalo tumeungana jumla, basi atakuwa katenda makosa kwa sababu yote itakuwa nchi moja. Kwa hiyo cha kwanza kuangalia, je, katika Wizara ya Afya sisi tumeungana nao au wao wanaangalia watu wao? Ili jambo wanasema ili hatujaungana. Hata mimi huwa nahoji sana, unakuta ukitoka Zanzibar umebeba TV yako pale, unaambiwa ulipie. Unashangaa, unalipia tena, nalipia nini? Ukitoa gari Zanzibar ukija nayo Dar es Salaam unalipia hela nyingi sana unalipia. Sasa unashindwa kujua nini kinachoendelea. Kwa hiyo sometime unakaa unaweza unaona basi kuna vitu tumekubaliana, vingine hatujafanyaje, hatujakubaliana. Kwa hiyo vile vitu ambavyo tumekubaliana wakienda navyo kinyume, tutasema hapa mmevunja nini, makubaliano. Lakini kama kuna vitu ambavyo hatujakubaliana, wenyewe wakivifanya, wamefanya katika vitu ambavyo sisi hatujafanyaje, hatujakubaliana. Rasimu hii ilishawahi kufanyika kipindi kile na kutaki na Joseph Warioba, ilifanyika. Mimi nadhani irudiwe tena tu. Kila mtu jua na maono yake katika hilo. Mimi upande wangu itakuwa nzuri kwa upande wangu itakuwa nzuri. Kwamba kule kuna rais Tanganyika, kuna rais, afu kuna rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndiye anaye control sasa yote hii. Mimi nadhani itakuwa vizuri, lakini turudi tu katika katiba. Watu sasa hivi wanasema katiba mpya nini, basi tutarudi katika katiba na nadhani kila kitu kitaenda sawa ikiwa atachukuliwa maoni ya wananchi nini tufanye. Tunajaribu kujenga, sio kubomoa. Tunajaribu kujenga kwamba tufanyeje ili tujenge, ndio dude ambalo tunatakiwa tukae nalo kichwani, sio kubomoa. Kwamba hii nchi ya kwetu wote tunafanyaje ili tujenge sasa kwa pamoja. Kwa hiyo anahitajika mawazo ya wananchi nayo yafanyiwe kazi, kwamba huyu kasema hivi ataangaliwa wengi wepi waliotaka hivi. Afu tukiendea kule nadhani tutaenda mahala salama. Bado tusijiangalie sisi. Sisi tunaweza tukatengeneza jambo letu kwa muda mfupi, lakini kuna vizazi mbele vinakuja, tunaweza tukaviwekea katika dude zito ambalo hawawezi kufanyaje kuchomoka katika dude hilo. Kwa hiyo tunapotazama jambo sharti tutazame kule mbeleni litakuwa limefikia wapi. Ikiwa afya hatukuungana, wapo sahihi. Mtandaoni watu bila haya, kila kupita kwenye mitandao media wanazungumza hii. Kuna tatizo ndani yake na watu wanatakiwa warudi kwa wananchi ili kuliondoa hili tatizo. Ukishaona kuna semwa kila mtu hivi, basi kuna tatizo. Na njia nzuri ya kuondoa tatizo ni kurudi kwa wananchi, kwamba nyinyi mnatakaje ili tuondoe hili tatizo. Kwa maana kuwasikiliza wananchi namna wanavyotaka, watakaoamua basi ndio yafanyiwe kazi, kwa sababu wananchi ndio wenye nchi. Lakini tukiendelea kukalia kimya hivi atafumuka mambo mabaya sana mbele. Yaani kila mtu atakuwa anaamua kusema kile ambacho anachokihitaji kusema, sasa litakuwa tatizo. Lakini watu warudi kwa mujibu wa katiba, turudi kwa wananchi, bwana kuna 1 2 3 na tukae chini kwa salama na amani, tuone tunatatuaje hili tatizo ili mbeleni lisije kuwa shida. Unajua ukiacha kulitatua kwa sasa, mbeleni unajenga kitu kigumu ambacho huwezi tena kukitatua, kitakuwa shida kubwa. Lakini kipindi hapa ndo nasema samaki mkunje, hapa tunatakiwa tulitatue ile tatizo. Lakini viongozi nao watizame kauli za kusema. Zipo kauli ambazo unaweza ukasema ukasababisha yani watu kuchukia au uelewa mbaya, lakini zipo mambo unaweza ukayafanya yakawa kimya tu na ukamalizana nayo. Kwani hiyo kutibiwa mtu wa afya lazima useme? Si anayekwenda kule tu bwana una kitambulisho? Sina.
bwana leo tiba hatuna, si basi unamaliza tu kimya kimya, ndio jambo litaenea kidogo, bwana kule utibiwi, lakini ukuliweka hadharani hivi, maana yake ni kuamsha hisia kwa watu, kumbe hapa kuna jambo linalofanyaje, linaloendelea. Kwa hiyo viongozi nao kauli zao zitumike, kauli za busara kidogo za kujenga, wasilete zile kauli za kuweza kubomoa. Lakini cha msingi turudi, kama tumeungana kwenye afya makosa, lakini kama hatujaungana wako sahihi.